Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Karorobi. Shukrani kwa kuungana nasi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam. Mimi ni David Inkia. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Umoja wa Mataifa umesema robo ya raia wa Lebanon huenda wakakumbwa na baa la njaa kufuatia mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Bei ya mafuta imepanda maradufu kwa takriban dola 115 kwa pipa kufuatia ripoti kwa Marekani inapanga kuendelea kuzuia meli kuingia na kutoka katika bandari za Iran. Washikadau katika sekta ya madini Afrika wamekongamana nchini Kenya kujadili namna ya kuboresha sekta hiyo. Na kwa sababu dhahabu ina thamani hata kwenye soko la dunia, kwa hivyo una uwezo wa kuajiri watu wengi ambao wanaweza kuzalisha kwa ajili ya nchi, na mapato yanayopatikana hapo, kuna mgao ambao unalipa serikalini pamoja na maendeleo ya vijiji vinavyozunguka eneo la mgodi. Na katika waridi wa BBC tunaangazia swala la dhulma za kijinsia ndani ya ndoa. Kama ningejua naolewa na huyu mtu na nikata hii njizo namna hiyo na mkono kama hii nyewe mkwezi sina mkono wa kujitafutia, singeolewa. Katika michezo, nahodha wa Liverpool Virgil van Dijk asema angependa kipa wa The Reds Alisson Becker kusalia dimbani Anfield. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahima. Lakini kwanza ni taarifa za habari, nami Isabela Mwagodi. Polisi wamemkamata mwanamume mmoja kwa tuhuma za jaribio la mauaji baada ya wanaume wawili wa Kiyahudi kuchomwa visu huko Golders Green kaskazini mwa London. Waathiriwa wanaendelea kupokea matibabu hospitalini. Shirika la usalama la jamii ya Kiyahudi linasema lilimzuia mwanamume alikuwa akikimbia kwenye barabara kuu akijaribu kuwachoma visu raia wa Kiyahudi. Polisi walitumia bunduki ya umeme kumkamata. Wanajaribu kubaini asili na uraia wa mshambuliaji huyo na ikiwa alitekeleza kisa hicho peke yake. Hili ni shambulio la hivi karibuni katika mfululizo wa mashambulizi ya kikatili dhidi ya jamii za Kiyahudi nchini Uingereza. Waziri Mkuu Keir Starmer alisema shambulio hilo linatia wasiwasi mkubwa. Tukio hili sasa limetangazwa rasmi kuwa ni shambulio la kigaidi. Vikosi vyetu vya maafisa waliobobea vinafanya kazi pamoja na polisi wa Metropolitan ili kuendeleza upelelezi huu kwa haraka na kubaini hasa nini kimetokea. Na moja ya nyanja za uchunguzi ni ikiwa shambulio hili lilikuwa limelenga makusudi jamii ya Wayahudi jijini London. Ripoti inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa inasema kuwa mgogoro nchini Lebanon kati ya Israel na Hezbollah umeacha takriban robo ya idadi ya watu wakikabiliwa na njaa kali. Zaidi ya watu 1.2 wanatarajiwa kukabiliwa na hali mbaya zaidi ya kibinadamu katika miezi ijayo. Ripoti hiyo inabainisha kuwa mapigano, kuhama kwa watu kutoka makazi yao na kupanda kwa bei za chakula vinatumbukiza familia nyingi zaidi katika hali ngumu kiuchumi, hasa katika maeneo ya kusini. Mashambulizi yameendelea licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na serikali ya Lebanon. Shambulio la Israel huko Bint Jbeili kusini mwa nchi hiyo limeua watu wawili wakiwemo mwanajeshi mmoja wa Lebanon. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mahakama nchini Afrika Kusini imemtoza faini mtoto wa mwisho aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe na kuamuru afurushwe nchini humo mara moja kwa kosa la kuwepo nchini kinyume na sheria na kutishia watu kwa silaha. Taarifa zaidi na Roncliffe Odit. Belamine Mugabe alikiri makosa yote mawili na kutozwa faini ya dola 36,000. Mshtakiwa mwenzake Tobias Matohodze alihukumiwa kifungo cha miaka 3 gerezani kwa jaribio la kumuua mfanyikazi katika nyumba ya Mugabe iliyopo Johannesburg, pamoja na mashtaka mengine mawili. Wanaume hao wote wawili walikamatwa mwezi Februari wakati polisi walipoitwa katika nyumba ya Mugabe iliyopo katika kitongoji cha kifahari cha Hyde Park, Johannesburg. Mfanyikazi mmoja alikuwa amepigwa risasi katika makazi hayo kufuatia mzozo. Silaha iliyotumika wakati wa ufiatuaji huo wa risasi bado haijapatikana. Belamine Mugabe ni mtoto wa mwisho wa Robert na mke wake wa pili Grace Mugabe. Robert Mugabe alifariki dunia mwaka 2019 baada ya kuiongoza Zimbabwe kwa miaka 37 kabla ya kuondolewa madarakani mwaka 2017.
Somalia imesema kuwa vikosi vyake vya jeshi vimeua wanamgambo 22 wa Al-Shabab, akiwemo kamanda mmoja katika mkoa wa Shebele ya chini nchini humo. Waziri wa ulinzi amesema kuwa operesheni hiyo ilitekelezwa kwa msaada wa washirika wa kimataifa na ilihusisha mapigano ya ardhini pamoja na mashambulizi ya anga. Kamanda huyo aliuawa alikuwa na sifa mbaya ya kuwahangaisha na kuwatesa raia. Serikali ya Somalia inaendelea kukabiliana na changamoto za kiusalama za muda mrefu kutoka kwa makundi yenye msimamo mkali. Maandamano dhidi ya wahamiaji haramu yanafanyika katika mji wa Johannesburg nchini Afrika Kusini. Mamia waandamanaji wanaimba na kupiga kelele huku wakitembea katikati ya miji kuelekea ofisi za serikali ya jimbo. Maandamano hayo yaliandaliwa na kikundi kinachopinga wahamiaji yamesababisha hali ya wasiwasi katika taifa hilo, huko rais wa taifa hilo akionya dhidi ya kusababisha hofu kwa wageni. Naam, unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Somalia imesema kuwa vikosi vyake vya jeshi vimeua wanamgambo 22 wa Al-Shabab, ikiwemo kamanda mmoja katika mkoa wa Shebele ya chini nchini humo. Mtazamaji, samahani kwa itilafu hiyo. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikamilisha katika awamu hii. Naam, taarifa ya habari za dunia imesomwa na Isabela Mwagodi. Matangazo ya Dira ya Dunia yanasikika kupitia FM Nairobi na Mombasa ni 93.3, Nakuru na Kisumu ni 88.1, nchini Tanzania Tegesikio kupitia Loliondo FM, Abud FM na Classic FM, nchini Uganda ni Voice of Muhabura, Radio Paidha na Radio Kitara. Nchini Kenya ni Mwenedu FM, County FM na Most FM. Na ukiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuyategea sikio matangazo haya msikilizaji kupitia Radio Muungano Beni na Alizadel Radio, lakini pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu, ukurasa wetu wa Facebook na YouTube BBC News Swahili. Ukiwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook unaweza kutuachia maoni yako, tukipata nafasi bila shaka tutayasoma maoni hayo. Karibu tena msikilizaji, mimi ni Karorobi nikiwa Nairobi na mwenzangu ni David Nkia akiwa Dar es Salaam. Kwema huko ama bado kwa nyesha? Huku kwema, leo hakujanyesha, sijui Nairobi. Manyunyu hapa na pale, lakini tunashukuru. Na bila shaka karibu sana msikilizaji popote pale ulipo. Tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambapo ripoti inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa inasema mzozo wa Lebanon kati ya Israel na Hezbollah umeacha karibu robo ya wakazi wake wakikabiliwa na njaa kali. Zaidi ya watu milioni 2 wanatarajiwa kukabiliwa na changamoto kubwa katika miezi michache ijayo. Ripoti hiyo inasema kwamba mapigano, kuhama na kupanda kwa bei ya chakula kunasababisha familia nyingi kuingia katika hali ngumu ya kiuchumi, haswa kusini mwa eneo hilo. Mashambulizi yameendelea huku shambulio la Israel katika eneo la Beit Jibel kusini mwa nchi hiyo likiwa limeua watu 2 wakiwemo mwanajeshi wa Lebanon. Zaidi na Isabela Magodi. Waziri wa afya wa Lebanon amesema kuwa watu hawa 3 walikuwa wakitoa huduma za dharura wanaotoka katika jeshi la ulinzi wa raia na walifika eneo hilo kuwasaidia waliojeruhiwa na shambulio lililotokea hapo jana katika mji wa Majdal Zone. Watatu hao walikuwa chini ya vifusi na baadaye kuripotiwa kufariki katika shambulio jingine lililolenga eneo hilo. Israel haijatoa maelezo yoyote kuhusu kuwalenga wahudumu hao wa afya na kutumia mbinu ya kijeshi maarufu double tap, ambayo shambulio la kwanza hufanyika na kufuatiwa na jingine kuwalenga raia na timu ya uokoaji. Inadaiwa Israel imekuwa ikitumia mbinu hii nchini Lebanon na eneo la Gaza. Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu yanasema kuwa mashambulizi ya makusudi dhidi ya wahudumu wa afya yanahesabiwa kama uhalifu wa kivita. Huku hayo yakijiri, wanaume 2 wamedungwa kisu katika barabara ya Golders Green kaskazini mwa mji wa London, huku mwanamume mmoja alibeba kisu akionekana akikimbia katika barabara hiyo akijaribu kuwadunga kisu watu wa asili ya Kiyahudi eneo hilo. Shirika la usalama la Wayahudi la Shomrim ilisema waliingilia kati na kumkamata mshukiwa ambaye alisimamishwa na polisi. Wanaume hao 2 waliodungwa kisu kwa sasa wanapokea matibabu. Isabela Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC. Bei ya mafuta imepanda maradufu kwa takriban dola 115 kwa pipa kufuatia ripoti kwa Marekani inapanga kuendelea kuzuia meli kuingia na kutoka katika bandari za Iran. Hayo yanajiri wakati rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa Mfalme Charles
anaamini Iran haipaswi kamwe kuwa na silaha za nyuklia na kusema kwamba anakubaliana naye katika hilo. Hotuba za dhifa chakula cha jioni kati ya Rais Trump na mfalme wa Uingereza zilijaa maelezo kadhaa kutoka pande zote na urafiki kati ya nchi hizo mbili. Hilo lilionekana kuiwafurahisha wanadiplomasia wa Uingereza na kusaidia kurekebisha ama kufufua mahusiano kati ya Marekani na Uingereza, lakini kulikuwa na wakati ambapo kulikuwa kunaibuka maswali kadhaa kama anavyoeleza Lizi Masinga. In renewing our bond tonight, we do so with unshakable trust in our friendship and in our shared commitment to independence and liberty. Therefore, as we celebrate this unparalleled partnership, allow me to propose a toast to President Trump and the First Lady. Ni Mfalme Charles wa Uingereza. Naam, kwa upande wake Rais Donald Trump ameuelezea uhusiano kati ya Marekani na Uingereza kuwa ni urafiki usiolinganishwa na mwingine wowote duniani. Ameyasema hayo katika hotuba aliyotoa wakati wa karamu ya kitaifa iliyohudhuriwa na Mfalme Charles pamoja na Malkia Camilla. Urafiki wetu ni hazina adhimu, ni kifungo cha milele na ni simulizi ya kweli ya ushujaa wa kipekee pamoja na ustadi wa hali ya juu. Historia haijawahi kushuhudia nguvu iliyokuu zaidi kuliko muungano wa uzalendo wa Marekani na fahari ya Uingereza. Kwa upande wake mfalme pia ameusifu uhusiano wa kihistoria uliopo kati ya mataifa hayo mawili, akiutaja kuwa ni muungano usioweza kuepukika. Katika hotuba iliyopambwa kwa vichekesho vilivyogusia historia pamoja ya pande mbili za bahari Atlantic. Singular privilege to be the first American president welcomed here and if you think about it, it's a lot of presidents. Ni heshima ya kipekee kuwa rais wa kwanza wa Marekani kupokelewa hapa. Tukilitazama hili, kumekuwa na marais wengi na hii ni ziara ya pili ya kiserikali ya kwanza ya aina yake na huenda ikawa ya mwisho. Natamani iwe hivyo. Nimesalimiana na takribani watu 150 na mfalme aliwafahamu wote pamoja na kampuni zao, hata zile zenye majina magumu. Nilivutiwa sana na hilo. Mheshimiwa mfalme ameelezea kwa ufasaha uhusiano uliomfanya Winston Churchill kubuni kauli ya uhusiano maalum. Hata hivyo, kwa mtazamo wa Marekani, neno maalum halitoshelezi kuelezea ukamilifu. Asante sana nyote. Yeye ni mtu mashuhuri, mwanaume bora na mfalme hodari. Thank you very much everybody. Well, it's a great gentleman. A great gentleman and a great king. Ziara ya Mfalme Charles na Malkia Camilla ni ya siku 4 ya kitaifa yenye lengo la kuadhimisha miaka 250 tangu kutangazwa kwa azimio la uhuru. Katika hafla hiyo ya chakula cha jioni, Mfalme Charles amerudia kusisitiza umuhimu wa NATO, hoja ambayo pia alielezea katika hotuba yake ya awali mbele ya bunge la Marekani. Lakini kwa kiasi kikubwa wakati wote wa hafla hiyo viongozi hao wawili walidumisha hali ya uchangamfu, huku Mfalme Charles akitania na kusema kama isingekuwa sisi mngekuwa mkizungumza Kifaransa ninyi wa Marekani. Baadaye ikulu ya Marekani ilijitahidi kutoa ufafanuzi wa kauli hiyo, ikisema kuwa mfalme kwa kawaida anatambua sera rasmi ya serikali ya Uingereza inayopinga uenezaji wa silaha za nyuklia nchini Iran. Kwa upande mwingine, Rais Donald Trump amesema kuwa mfalme anaunga mkono msimamo wake kuhusu Iran, swala ambalo limekuwa chanzo cha mvutano kati ya Uingereza na Marekani. Akizungumza katika karamu ya ikulu ya White House, Rais Trump amesema kuwa Mfalme Charles anaamini Iran haipaswi kumiliki silaha za nyuklia na kusema kuwa Charles anakubaliana nami hata zaidi yangu kuhusiana na suala zima la Iran. Na kwingineko, maelfu ya waandamanaji walijitokeza katika barabara kuu za jiji la Johannesburg nchini Afrika Kusini kufanya maandamano ya kupinga uhamiaji haramu nchini humo. Makundi hayo yameitaka serikali ya nchi hiyo kutekeleza sheria ya udhibiti wa wageni wanaoingia nchini humo bila vibali sahihi. Wafanyabiashara katika jiji la Johannesburg walifunga maduka yao wakihofia kuzuka kwa vurugu, lakini maandamano hayo yalifanywa kwa amani. Waandamanaji hao walikusanyika katika maeneo wanamoishi wahamiaji wengi. Baadaye walifika mbele ya bunge la nchi hiyo wakitaka hatua mwafaka kuchukuliwa. We don't have a problem with African migrants. Hatuna shida na wahamiaji kutoka Afrika. Shida ni wahamiaji haramu ambao wengi wao ni majambazi. Kuna mamilioni ya wahamiaji hao humu nchini na isitoshe wana silaha. Wanaua watu wetu kila siku na pia wanawasajili dada zetu kwenye ukahaba na wengi wao wanauza dawa za kulevya. Buildings, they are turning our sisters into prostitutes. They are selling drugs. That is the issue that we are having with. These people are here really watu hao wako hapa kuchukua nchi yetu. Tazama maduka na biashara za hapa zimejaa watu kutoka Asia, Bangladesh, Somalia. Sisi raia wa Afrika Kusini sasa tumekuwa watazamaji tu katika uchumi huu. Serikali yetu ndio ya kulaumiwa.
the current government is to blame. Nilipokuwa naendesha gari nimeshuhudia biashara nyingi hapa za wageni. Uchumi si wetu tena, raia wa Afrika Kusini. Na kama hali iko hivyo, basi raia hapa hawana kazi wala mwelekeo wote. Namwona hapa Henry Rwegashora kupitia ukurasa wetu wa Facebook anasema Umoja wa Mataifa saidia kumaliza vita kati ya Marekani, Israel na Iran. Humphrey Masi wa Singida, Tanzania anasema ameridhika na hotuba ya Mfalme Charles katika bunge la Marekani. Lija mwanafunzi anasema yuko kule Burundi, tuko pamoja katika matangazo haya, ndio ujumbe wake. Jafari Kopo akiwa Moshi, Tanzania anasema Trump ni kiongozi asieleweka hata kidogo katika kauli zake, anaonekana kuwa kigeugeu. Ni kushukuru pia Isaya Sambo Mpendamani ukiwa Dodoma, Tanzania. Matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni, Umoja wa Mataifa unasema robo ya raia wa Lebanon huenda wakakumbwa na baa la njaa kufuatia mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Bei ya mafuta imepanda maradufu kwa takriban dola 115 kwa pipa kufuatia ripoti kuwa Marekani inapanga kuendelea kuzuia meli kuingia na kutoka katika bandari za Iran. Wiki hii katika waridi wa BBC tunaangazia swala la dhulma za kijinsia ndani ya ndoa. Hii ni BBC. Barabara kabisa. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo moja kwa moja ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo manahodha wako ni mimi David Inke nikiwa hapa Dar es Salaam na mwenzangu ni Caro Robi akiwa Nairobi. Kwingineko ni kwamba kiongozi wa kijeshi wa Mali Jenerali Assimi Goita amesema hali katika nchi hiyo imedhibitiwa baada ya wanajihad na waasi wa Tuareg kufanya mashambulizi makubwa mwishoni mwa juma lililopita. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma tangu tukio hilo kutokea, Goita amesema hatua za usalama zimeimarishwa na kuahidi kutowaunga mkono wale wote waliohusika na shambulio hilo kubwa. Tangu mashambulizi ya Jumamosi ambayo pia yalimuua waziri wa ulinzi Sadio Kamara, kiongozi huyo wa kijeshi hakujulikana alipo hadi pale picha zake za kukutana na balozi wa Urusi nchini Mali ziliposambazwa siku ya Jumanne. Omar Mkambara na maelezo zaidi. Kiongozi wa kijeshi wa Mali Assimi Goita amesema hali ya usalama nchini humo iko chini ya udhibiti. Akizungumza hadharani kwa mara ya kwanza jana jioni, ameeleza kuwa jeshi limewapa washambuliaji kipigo kikali. Ndugu zangu wapendwa, wananchi wenzangu, sasa kuliko wakati wowote mwingine ni wakati wa kuonyesha imani kwa majeshi yetu ya ulinzi na vikosi vyetu vya usalama ambavyo vinashiriki katika mapambano magumu dhidi ya ugaidi. Wizara ya mambo ya nje nchini Ufaransa iliyokuwa dola ya kikoloni ya Mali imesema raia wa Ufaransa wanashauriwa kupanga mipango ya kuondoka Mali kwa haraka iwezekanavyo kupitia ndege za kibiashara ambazo bado zinapatikana. Nayo Uingereza imeonya dhidi ya safari za kwenda Mali na kuwataka raia wake kuondoka. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza imeshauri kuepuka safari zote za kuelekea nchini Mali kutokana na hali ya usalama isiyotabirika. Miongozo ya usafiri iliyotolewa tangu mwishoni mwa wiki inawataka raia wa Uingereza walioko Mali kuondoka mara moja kwa kutumia ndege za kibiashara ikiwa wanaona kuna usalama wa kufanya hivyo. Aidha, Uingereza imewatahadharisha raia wake kutokujaribu kusafiri kwa njia nchi kavu kwenda mataifa jirani, ikieleza kuwa hatua hiyo ni hatari kupita kiasi kwa kile wanachokiita mashambulizi ya kigaidi katika barabara kuu za kimataifa. Serikali ya Uingereza imeongeza kwa kusema kuwa ikiwa mwananchi ataamua kusalia Mali, hiyo itakuwa ni hiari yake mwenyewe, lakini anapaswa kuwa na mpango binafsi wa dharura usiotegemea serikali ya Uingereza. Mapigano yameripotiwa siku ya Jumamosi katika mji wa Bamako na katikati ambako kuna kambi kubwa ya jeshi pamoja na miji mingine ya kaskazini ya Gao na Kidal. Inaripotiwa kwa mapigano yaliendelea hadi Jumapili huko Kidal na kati. Taarifa zinaashiria mashambulizi ya kundi la FLA ambalo limelenga kuunda dola huru ya kikabila ya Tuareg yalilenga hasa miji ya kaskazini, huku kundi la wanajihadi la Al-Jamaati Nusra al-Islam wal Muslimin likielekeza mashambulizi yake kwa
wakati mmoja katika maeneo mbalimbali nchini humo. Hadi sasa Mali inaongozwa na serikali ya kijeshi chini ya Asmir Goita aliyeingia madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2020 akiahidi kurejesha usalama na kukabiliana na makundi yenye silaha. Serikali ya kijeshi ilipata kuungwa mkono na wananchi ilipochukua madaraka kwa ahadi ya kumaliza migogoro ya muda mrefu na usalama uliochochewa na uasi wa Tuareg kaskazini. Hata hivyo, licha ya kuondoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya Ufaransa pamoja na serikali ya kijeshi kuajiri mamluki wa Urusi kusaidiana kukabiliana na hali hiyo, uasi wa wanajihadi umeendelea na maeneo makubwa ya kaskazini na mashariki mwa nchi hiyo bado yako nje ya udhibiti wa serikali. Shukran Omari Mkambara kwa taarifa hiyo. Utafiti wa wanasayansi wa Marekani unaonyesha kwamba kasi ya uharibifu wa misitu ya kitropiki ilipungua mwaka uliopita 2025 baada ya kuonekana kuwa na takwimu mbaya mwaka uliotangulia. Watafiti hawa wanasema hii ilitokana haswa na juhudi za Brazil kuzuia ukataji wa miti misituni. Haya yanajiri huku sera mbalimbali za kuhifadhi mazingira zikianza kushinikizwa kwa mataifa mbalimbali, ikiwa kwamba Kenya inaweza kukosa ufadhili wa bajeti ya shilingi za Kenya bilioni 96.9 kutoka kwa Benki ya Dunia ikiwa itashindwa kutekeleza hatua muhimu za udhibiti kabla ya tarehe ya mwisho ambao ni tarehe 30 mwezi Juni mwaka huu, ikiwa ni pamoja na kutekeleza mfumo wa kisheria wa kutekeleza sera inayolenga angalau 30% ya miti ya kitaifa kufikia mwaka 2030 chini ya sheria ya uhifadhi na usimamizi wa misitu. Mwenzangu Sarafina Robi amezungumza na Omar Elmawi, mchambuzi wa masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kutoka vuguvugu la Africa Movement of Movements. Sababu kubwa ni kwa sababu walifanya sheria na mikakati kabambe ambayo walifanya ama wali-illegalize kukata miti. Waliangazia haya masuala haswa ule msitu wa Amazon, na jambo ambalo lilisababisha hili kwa kiasi kikubwa nafikiri pia ni kwamba Brazil ndio waliokuwa wanahost ile Conference of Parties ama ile kongamano la masuala ya mabadiliko ya tabia nchi kila mwaka jana ulikuwa Brazil, na waliangazia kwa kiasi kikubwa masuala haya. Tuliweza kushuhudia mawimbi makali ya joto, moto wa nyika na ukame mwaka jana katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Ni kipi kilichochochea sana hali hii? Kwanza kabisa ni kwa kimombo tunaita kitu human activities ama vile vitendo vya binadamu, kama swala ya kutumia fossil fuels, kwa mfano kama makaa ya mawe, mafuta pamoja na gesi. Mambo haya yanachangia kwa kiasi kikubwa kwa sababu kila tukitumia tunapeleka katika anga kitu tunaita hewa ya kijani ama greenhouse, ambayo kwa mfano wake ni kama ile hewa ya kaboni. Kwa hivyo hii ikipatikana kwa kiasi kikubwa katika anga huchangia kwa kiasi kubwa ile vuke ambalo linakuja kutoka kwa miale ya jua katika nchi yetu, inakuwa vigumu kuweza kurudi katika anga. Baadhi ya makongamano ambayo umeweza kuyataja, kumekuwa na sera ambazo ziliweza kuidhinishwa, lakini hatujaweza kuona mataifa yakitekeleza sera hizi. Sasa hivi majuzi tumeona kwa nchi ya Kenya inaweza kukosa usaidizi wa bajeti ya shilingi bilioni 96.9 kutoka Benki ya Dunia ikiwa itashindwa kutekeleza sera ya 30/30. Hii ina maana gani? Ni hatari kubwa kwa sababu Kenya katika njia ambazo zinategemea kwa kiasi kikubwa kuweza kupata fedha za kuweza kuendesha bajeti yake ni mikopo ama pia finances ambazo zinatoka katika mabanki haya makuu ya ulimwengu ikiwemo World Bank. Sasa kitu ambacho mabanki haya yamefanya kwa sasa ni wameunganisha kwamba lazima nchi ambazo zinataka misaada hii ama hela hizi ziwe na policy, environmental na legal reform conditions, ama lazima wawe na sheria kulingana na mambo ya environment na mambo ya kisheria. Na katika hizo ni ambayo unaita 30/30 ambayo inasema kwamba tukifika mwaka wa 2030 lazima kwamba ile nchi ya Kenya 30% ama angalau 30% iwe ni miti, ambayo itasababisha kwa kiasi kikubwa kuhakikisha kwamba tunasaidia ama tunachangia katika kupigana na mabadiliko ya tabia nchi. Sera hii ya 30/30 tumeisikia hata katika ile COP16 iliyofanyika Colombia kuhusiana na masuala ya bioanuai. Vile tumesikia kwenye COP30 kwa makongamano mengi tu yanahusiana na masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Sasa chimbuko lake halisi ni lipi, na shinikizo hili ni kwa Kenya peke yake ama vile limeweza kutekelezwa katika mataifa mengine? Hii ni shinikizo ambalo limechukuliwa makubaliwa kwa kiasi kikubwa na nchi takriban karibu zote ulimwenguni. Ilitokea the origin ni hiyo COP ya 16 ambao wanazungumza ile COP ya biodiversity, ambapo walikubaliana kwamba kufikia mwaka 2030
asilimia 30 ya ulimwengu itakuwa ni miti ama misitu, na pia ni masuala pia ya mambo ya imeangazia pia masuala ya ocean kama bahari. Na kwa hivyo Kenya ni mojawapo ya nchi ambazo zimekubaliana na mwongozo huu ambao ulipitishwa mwaka 2022, na nafikiri focus yetu ama mtazamo wetu zaidi umekuwa katika kushinikiza masuala ya kitu tunaita restoring tree cover, ama ile miti ambayo imekatwa ama sehemu ambazo misitu imekauka kuweza kuifanyia kazi. Vilevile tumeweza kuona kuwa mataifa mengi wao yanahudhuria makongamano haya, wanakubali vilevile kuhusiana na sera hizi, lakini wanaporudi katika mataifa yao hawawezi kutekeleza. Sasa huu ndo mkondo mpya wa kuyashinikiza mataifa kutekeleza malengo ya mikutano ya mabadiliko ya tabia nchi. Nakubaliana na wewe kwamba ukiangalia kwa makini utaona kwamba ni kweli mwendo huu ama mkondo huu unaelekea katika kushinikiza mataifa mengi, haswa yale mataifa ambayo yako katika nchi ambazo ni developing countries, kwa sababu wao wanategemea kwa kiasi kikubwa mikopo na hela kutoka banki kuu za ulimwengu, na banki kuu hizi kama zimeweka conditions ama masharti kwamba kupata hela hizi lazima wawe wanaangazia masuala haya tree cover katika nchi zetu. Lazima tutaona kwa kiasi kikubwa, kwa sababu wanahitaji hizi hela, kama tunavyoona ni pesa nyingi, na wanazihitaji katika masuala ya kila siku ya kuweza kuendesha serikali zao mbele. Na sasa ni moja kwa moja viwanjani naye Shwaib Ibrahim. Barabara kabisa. Nahodha wa klabu ya Liverpool Virgil van Dijk amesema angependa mlinda lango wa klabu hiyo Alisson Becker kusalia Liverpool, lakini anasisitiza kwamba klabu hiyo daima itavumilia na kuendana na hali kila wakati inapowapoteza wachezaji wake nyota na wa kiwango cha juu. Mapema mwaka huu Liverpool walitumia ibara katika mkataba na mchezaji huyo wa Brazil na kuongeza mwaka mmoja kwenye mkataba huu ambao ulitarajiwa kuisha mwishoni mwa msimu huu. Hata hivyo bado ameendelea kuhusishwa na kuhamia Juventus ya Italia. Alisson kwa sasa anafanya mazoezi ya kurudi kwenye hali yake ya kawaida kimwili katika jaribio la kuwa tayari kwa ajili ya safari ya siku ya Jumapili dhidi ya Manchester United katika ligi ya EPL baada ya kutogusa dimba kutokana na jeraha la misuli ya paja msimu huu alilopata katikati mwa mwezi wa Machi. Liverpool watawapoteza majina makubwa msimu ujao ikiwemo Mohamed Salah na Andy Robertson, huku uwezekano wa Alisson kusalia msimu ujao nao pia ukiwa mashakani. Na mechi nyingine ya nusu fainali ya mashindano ya klabu bingwa Ulaya kupigwa leo usiku, vinara wa ligi kuu ya England Arsenal wakiwa ugenini kucheza dhidi ya Atletico Madrid. The Gunners wanafukuza taji lao la kwanza la ligi ya mabingwa barani Ulaya. Atletico Madrid kwa upande wao wamekuwa na rekodi nzuri wakicheza nyumbani na tayari wameshawaondoa Barcelona katika hatua ya robo finali. Mara tatu za mwisho timu zote mbili zilipokutana, kila timu imeshinda mechi moja na pia kugawana pointi katika mechi nyingine. Katika soka la wanawake, nahodha wa Chelsea Millie Bright amestaafu kandanda mara moja. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 32 aliwachezea The Blues mechi 294 baada ya kujiunga nao akitokea klabu ya Doncaster Belles mwaka 2015 na pia kuichezea timu taifa ya England wanawake mechi 88. Beki huyo alishinda mataji 8 ya ligi kuu ya wanawake akiwa na The Blues, yakiwemo 6 mfululizo kati ya mwaka 2020 hadi mwaka 2025. Lakini beki huyo wa zamani wa England hajacheza katika kikosi cha kwanza cha The Blues tangu mwezi Februari kutokana na jeraha la kifundo cha mguu, na ameamua sasa ni wakati wa kusalimu amri. Kwenye tenis, mchezaji wa Marekani Hailey Baptiste amempiku mchezaji nambari 1 duniani wanawake Aryna Sabalenka katika robo finali ya michuano ya Madrid Open. Mchezaji huyo nambari 30 kwa ubora duniani ndiye mchezaji wa pili baada ya Elena Rybakina kumshinda Sabalenka, raia wa Belarus.
Na sasa katika nusu fainali ya Madrid Open, Baptiste Hailey atakutana na Mira Andreeva, nambari 9 duniani kutoka nchini Urusi, ambaye alimshinda Leila Fernandez wa nchini Canada. Katika tetesi, Tottenham wameonyesha nia ya dhati ya kumsajili mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford iwapo wataendelea kusalia ligi kuu ya England, huku kukiwa na taarifa kwamba Barcelona ya nchini Uhispania wana mashaka ya kumfanya nyota huyo wa England kuwa mchezaji wa kudumu baada ya mkopo wake kufika ukingoni. Winga wa England Anthony Gordon huenda akaondoka Newcastle United wakati wa majira ya kiangazi. Chelsea wameanza mawasiliano ya awali na kocha anayeondoka katika klabu ya Bournemouth Andoni Iraola kuhusu nafasi yao ya ukocha. Nikamilisha nchini Uhispania, Jose Mourinho anaweza kurejea katika klabu ya Real Madrid kwa muhula wa pili kama kocha mkuu majira ya kiangazi, huku kocha huyo wa Ureno The Special One akitajwa kuwa chaguo linalopendelewa na rais wa Real Madrid Florentino Perez. Na huu ndio mwisho wa makala ya spoti, msikilizaji. Mimi ni Shuaib Ibrahim. Imetimia saa 1 usiku saa za Afrika Mashariki. Taarifa kuu katika dira ya dunia leo jioni. Umoja wa Mataifa unasema kuwa robo ya raia wa Lebanon huenda wakakumbwa na baa la njaa kufuatia mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Bei ya mafuta imepanda maradufu kwa takriban dola 115 kwa pipa kufuatia ripoti kwa Marekani inapanga kuendelea kuzuia meli kuingia na kutoka katika bandari za Iran. Kama ningejua naolewa na huyu mtu na nikata hii njizo namna hiyo na mkono kama hii nyewe mkwezi sina mkono wa kujitafutia, singeolewa. Hayo msikilizaji ndio utakayoyasikia katika waridi wa BBC, tukiangazia swala la dhulma za kijinsia ndani ya ndoa. Hii ni BBC. Naam, popote pale ulipo, haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Jioni leo upo nami David Inkia na mwenzangu ni Caro Robi. Sekta ya madini ni muhimu kwa nchi nyingi za Afrika. Bara la Afrika ni chanzo kikuu cha madini ambayo yanatumika katika nyanja mbalimbali duniani. Mwandishi wa BBC Michael Kaloki amehudhuria kongamano la madini lililofanyika wiki hii katika mji mkuu wa Kenya, Nairobi, na kuzungumza na baadhi ya washiriki. Niko hapa kwenye kongamano la madini na uchimbaji migodi linalofanyika hapa jijini Nairobi. Na nasikia kelele hapo, sijui kama ni kuna watu hapo wanajaribu kuchimba mgodi, labda kuonyesha mfano vile. Haya basi, nikiangalia hivi naona kuna stendi ya maonyesho kadhaa hapa, na kusema ukweli nikitazama hivi watu ni wengi mno hapa. Hebu nione kama nitapata nafasi kuongea na watu wawili watatu hapa kwenye hizi stendi. Habari ya leo? Salama. Hii stendi ni ya kampuni gani na huwa mnafanya kazi ya aina gani? Hii stendi inamilikiwa na Shanta. Sisi kazi yetu ni kuzalisha dhahabu, ndio kazi yetu kuu. Sasa ninapoangalia hapa kwenye hii meza, unieleze hivi ni nini hapa? Hivi vilivyo hapa ni vinyago ambavyo vinawakilisha vifaa ambavyo tunatumia kwenye migodi. Kama hiki kifaa hapa, hii hapa ambayo ina mikono miwili inaitwa jumbo. Hasa inatumika kwenye operations za underground. Chini ya ardhi. Chini ya ardhi. Kule chini ya ardhi inatumika kuchokonoa maeneo ambayo yana dhahabu. Kenya bado tuna mgodi. Ndio tumeanzisha kama mradi. Kimsingi tuna migodi miwili Tanzania. Moja inaitwa Singida Gold Mine na nyingine inaitwa Luika Gold Mine. Rasilimali za madini zina umuhimu gani kwa nchi kama Tanzania, kama Kenya? Rasilimali ya madini nadhani ndio msingi wa maendeleo, na kwa sababu dhahabu ina thamani hata kwenye soko la dunia, kwa hivyo una uwezo wa kuajiri watu wengi ambao wanaweza kuzalisha kwa ajili ya nchi, na mapato yanayopatikana hapo kuna mgao ambao unalipwa serikalini pamoja na maendeleo ya vijiji vinavyozunguka eneo la mgodi. Haya basi, nimefika kwenye stendi nyingine hapa.
naona mwanadada mmoja hapa, hebu niongee naye. Kwa majina naitwa Faith Mumbi Kinyanjui kutoka kampuni inaitwa Marula Mining PLC. Unavyoona tunashughulika na utafiti na maendeleo ya madini ambayo yanatumika kutengeneza betri ambayo yanatumika kwa gari za electronic. Aha, naona hapa mezani kuna mawe tofauti tofauti. Unavyoona tuko na manganese ore, graphite ore na copper ore. Haya yametoka katika eneo tofauti humu nchini. Haya yote unavyoona ni ambayo yatatumika katika utengenezaji wa betri hizo. Mwaka uliopita nilipata nafsi ya kuungana na kikundi kinachojiita Awake. Hilo kikundi linahusisha wanawake sana sana wanaochimba, wanaosoma, wote kijumla. Unavyoona tuko na wanawake wawili hapa, na hilo ni jambo nzuri kwa sababu pia wanaume walio katika hii sekta wanatushikilia, wanatusaidia kuelewa jinsi kazi inaendelea, jinsi vitu vinavyofaa kufanywa. Naweza sema wanatushikilia kwa ubora. So ningesema kwa sasa hivi wanawake wanazingatiwa kwa kweli. Nimekuwa hili sekta kwa tunaelekea mwaka wa 5 huu mwaka, na nilipoingia hakukuwa na wanawake wengi, lakini kwa sasa hivi ninafurahi kuona wanawake wengi ambao wanahusika na mambo ya uchimbaji wa madini. Kongamano hili limewaleta pamoja wadau mbalimbali wakiwemo kampuni za uchimbaji madini na watunga sera kujadili hali ya sasa ya sekta hii pamoja na mustakabali wake. Michael Kaloki, Dira ya Dunia, Nairobi. Na msikilizaji, hali ya usalama inaripotiwa kuwa tete katika baadhi ya maeneo ya kaunti ya Kitui kufuatia mashambulizi yanayohusishwa na kuzuka kwa uhasama kati ya jamii ya Wasomali na ile ya Wakamba. Maafisa wa usalama wanasema kuwa watu 7 wameuawa katika msururu wa mashambulizi na katika uhasama huo kati ya jamii hizo mbili. Ili kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita nimezungumza na Zado Kangira, mchambuzi na mwandishi kuhusu masuala ya kiusalama. Kwa sasa hivi kumetulia kidogo, hata mashule zimefungulia, watoto wameripoti shuleni. Hii ni baada ya naibu mkuu wa polisi Eliud Lagat na kamanda wa General Service Unit kutembelea eneo hilo na kuongeza maofisa zaidi kwenye eneo hilo. Bwana Lagat pia alisema kituo kidogo cha polisi cha kwa Kamari kiboreshwe na kiinuliwe hadi kikuwe kituo kikuu cha polisi. Alafu pia akasema maofisa zaidi wapelekwe kwa stations hizo mbili kwa Kamari na Mashungwa. Kwa hivi sasa hali imetulia. Nini chimbuko la haya yote, uhasama huu kati ya jamii hizi za Wakamba na Wasomali? Nini kimechochea uhasama huo? Sana sana ilianza na mgogoro kuhusu malisho. Alafu sasa hapo baadaye sasa mashambulio zimekuwa za kulipiza kisasi. Utapata ya kwamba hii sio kitu ilianza juzi, but sana sana mwaka huu kama tarehe 2 mwezi wa 2 kuna Msomali ambaye ngamia yake iliingia katika eneo lingine na akavamiwa, akaumizwa vibaya. Tupata pia tarehe 29 mwezi wa 3 kuna mzee kutoka jamii wa Kamba aliuawa hapo Mwingi Reserve, naye watu wa jamii wa Kamba pia wakasema wakalipisha kisasi na wakaua watu 3, na hao 3 wote walikuwa wanatoka kwa familia ya clan ya Ogaden. Mnamo tarehe 14 Aprili hapo Bangale upande wa Tana River, wakuu wa serikali wakapanga mkutano wa amani hapo mahali inaitwa Boka Trading Center, ambayo sasa kuna hata ng'ombe kama 17 zilikuwa zimeibiwa hapo mbeleni upande wa Madogo, upande wa Kitui sub county zikarudishwa. So hii imekuwa ni sana sana ni shambulio la kulipiza kizazi, lakini huwa chanzo yenyewe inakuanga ni mgogoro kuhusu malisho. Kuna wale ambao wananyoshea kidole cha lawama kwamba kuna uchochezi wa masuala ya kisiasa na kuna maslahi ya wanasiasa katika kuchochea mzozo huu. Madai haya na msingi wowote? Utapata kwamba hata juzi Bwana Kipchumba Murkomen akiwa Eldama Ravine alisema ya kwamba serikali itachukua hatua kali dhidi ya wanasiasa wenye wanachochea the locals kutoka hizo jamii mbili, lakini ukweli ni kwamba sababu kuu ni hiyo mgogoro. Alafu tena
Unakumbuka wakati hiyo shambulizi ya tarehe 25 mwezi huu, ambayo watu kama 7 waliwawa huko Mwingi upande wa Seikuru. Utapata ya kwamba wavamiaji walikuwa na AK47. Sasa ndio the locals sasa wanauliza mbona serikali haijachukua hatua kuchukua hizi bunduki. Utapata hata hiyo siku pia polisi ndio hao watu wawe sasa polisi walichukua muda kufika maeneo ya the area of the attack, na wanasema kwamba barabara haikuwa mzuri, alafu pia network coverage. Ingawa bwana CS alisema kuna serikali itachukua hatua juu ya wale watu wana incite the locals, sana sana chanzo kuu ya hii shida ni hiyo tu tumeeleza hapo. But pia idara ya DCI pia wamesema wanachunguza hizo allegations that they could be politically instigated. Huyo ni Zadoka Ngira, msikilizaji, mchambuzi wa masuala ya kiusalama nchini Kenya. Na katika taifa jirani la Uganda, maafisa nchini humo wanasema mamlaka imewakamata raia 231 wa kigeni katika msako unaoendelea dhidi ya uhamiaji haramu. Katika operesheni tofauti katika mji mkuu Kampala, raia 169 wa kigeni walizuiliwa na idara ya uhamiaji baada ya kupatikana katika jengo moja bila hati halali za uhamiaji. Shoaib Ibrahim na maelezo zaidi. Maafisa wa idara ya uhamiaji katika wizara ya mambo ya ndani nchini Uganda wamesema baadhi ya waliokamatwa ni raia wa Pakistan, Bangladesh, Ethiopia, India, Ghana, Myanmar, Sri Lanka, Malaysia na Cambodia. Kulingana na msemaji wa wizara ya mambo ya ndani ya Uganda, Simon Peter Mundei, msako huo ni hatua muhimu katika kutekeleza sheria za uhamiaji na kuvunja vitendo vya uhalifu wa mtandaoni. The area where we got these ones had very strict access. Jengo ambalo tuliwakuta hawa lilikuwa likidhibitiwa na chini ya ulinzi mkali kuingia na kutoka. Lilikuwa na mgahawa wake na vifaa vya ndani vilivyoundwa kuzuia watu kuondoka, na linatumika kuwezesha mchezo haramu, kamari na uhalifu wa mtandaoni. Betting and organized scamming. Wizara hiyo imeongeza kuwa waliokamatwa walihadaiwa kwamba watapewa ajira nchini Uganda na wengine walihusika moja kwa moja katika vitendo vya uhalifu wa mtandaoni. Katika tukio jingine, maafisa wa uhamiaji katika wilaya ya kaskazini mwa Uganda ya Adjumani wamewakamata raia 69 wa Nigeria wakituhumiwa kufanya kazi bila vibali halali. These people come under the guise of preaching the gospel. Watu hawa wanakuja kwa kutumia kisingizio kuhubiri neno la Mungu, lakini wanajificha nyuma ya kivuli hicho na kufanya mambo mengine yanayovunja sheria. Hide behind the other irregular activities. Maafisa bado wanaendelea na kuwahoji waliokamatwa, huku msako wa kuwakamata wahamiaji wengine wasio na vibali ukiendelea. Wachambuzi wanasema hatua ya kukamatwa kwa raia wa kigeni wasio na stakabadhi zinazowaruhusu kufanya kazi nchini Uganda inaashiria mwenendo unaokuwa wa shughuli za uhalifu wa mtandaoni zinazowahusisha baadhi ya raia wa kigeni. Itakumbukwa kuwa mwaka wa 2020 mamlaka nchini Uganda ziliwakamata raia 36 wa China katika kile walichokieleza kama msako mkubwa dhidi ya uhalifu wa mtandaoni. Katika operesheni hiyo, maafisa waliweza pia kugundua simu 3500 za mkononi, kadi za simu 1700 pamoja na vifaa vingine. Shoaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala. Na kwingine ni kwamba kikosi cha mwisho cha maafisa 150 wa huduma ya kitaifa ya polisi kimerejea nchini Kenya kutoka Haiti na kufanikiwa kumaliza misheni inayoongozwa na Kenya, msaada wa usalama wa MSS. Maafisa hao walipokelewa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta na waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen sambamba na viongozi wengine wa kitaifa. Kuwasili huko kuna kuja baada ya waziri huyo kuongoza mchujo wa mwisho wa kikosi cha Kenya kwenda Haiti, huko misheni hiyo ikihamia rasmi kwa kikosi cha kupambana na magenge. Kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi mwandamizi wa BBC Laila Mohammed.
Imekuwa shwari na kikosi cha mwisho kiliwasili jana, ambapo ilikuwa ni siku ya Jumanne, na ndio kikosi cha mwisho. Kenya ilikuwa imetuma polisi kama 900 hivi, kati ya 900 na 1000, na walikuwa wameelekea kule Haiti kufanya majukumu kadha. Kama unafahamu, 2 waliweza kufariki. Kenya imethibitisha hilo, na kwa sasa wanasema ni mwanzo mpya Kenya sasa kuangazia ni hatua gani zipi tena ambazo wanaweza kuendeleza majukumu yao ya kushika doria ama kudumisha amani katika mataifa kama vile Haiti. Tukiangalia hao 2 waliofariki na wale wengine waliojeruhiwa, serikali imesema nini kuhusiana na hili, labda kuhusiana na swala zima la kufidia familia zao na kadhalika? Wakati ambapo kikosi cha kwanza kiliwasili, mwili mmoja uliletwa Kenya. Kuna mwingine ambapo sidhani kama uliweza kupatikana, manake alipotea jamaa huyo. Ila familia wanasema, polisi wa maafisa wakuu akiwemo Inspector General Douglas Kanja alisema kwamba familia zimehusishwa katika swala la mazishi. Wale ambao waliathirika wamerejeshwa nyumbani na wanapokea matibabu yanayofaa. Lakini miongoni mwa Wakenya, unakumbuka, inkia wengi walikuwa wamepinga misheni hii. Kulikuwa na baadhi ya wanaharakati na mawakili ambao walikwenda mahakamani kusema kwamba mwanzo kwamba Kenya haikuwa na ushirikiano wowote wa kidiplomasia wa kutuma kikosi kama hicho nchini Haiti. Wakati huo hakukuwa na waziri mkuu ambaye alikuwa unaweza kusema anashikilia mamlaka. Lakini Kenya ilipiga hatua hiyo na ikawapeleka kule, na katika msukosuko huo waliweza kukabiliana na baadhi ya wale wahuni kule, na 2 wakafariki. Mwili mmoja ulirejeshwa, mwingine haijulikani hadi kwa sasa mwili uko wapi. Lakini wengi wameachwa na maswali mengi nkia, hawajui kama ilifanikiwa kwa kiwango kikubwa ama kuna haja ya Kenya kuangalia ndani. Wengi wanasema kwamba kuna majukumu mengi ambayo polisi wanaweza kuyatekeleza hapa nchini kabla ya kuondoka kwenda mataifa ya nje. Tukisalia hapo, serikali inasema ina mpango wowote wa kutuma vikosi vingine katika siku zijazo, hasa katika hizi nchi ambazo wananchi wanaona kwamba hazina uhusiano wa kidiplomasia wa moja kwa moja na Kenya. Ukimsikiliza Rais William Ruto anasema hii ni hatua moja ya Kenya kujiuza kule nje. Nakumbuka kuna kikosi kingine ambacho Kenya ilitajwa pia, ambacho kinafaa kuingia na kushika doria nchini Haiti. Hii tu ilikuwa ni ile misheni ya kwanza ambayo ilimaliza majukumu yake, na baada ya Umoja wa Mataifa, Baraza la Usalama kuidhinisha kikosi kingine, kulikuwa na huo mchakato kwamba Kenya ingeweza kushirikishwa, lakini kwa kiwango kidogo. Kwa hivyo Rais William Ruto anasema hii si mara ya kwanza Kenya kujihusisha na masuala ya kudumisha usalama. Jeshi la Kenya limewahi kudumisha usalama mataifa kama vile Yugoslavia, mataifa mbalimbali ya bara Asia, hapa barani Afrika. Kenya tayari iko na kikosi cha polisi ndani ya Somalia, Mogadishu, iko na kikosi cha jeshi ndani ya Somali, upande wa Doble kule. Kwa hivyo anasisitiza kwamba japo kulikuwa na matatizo ama changamoto kadha wa kadha, haijafisha taifa moyo kwamba tunaweza kujitoa na kimataifa kuonyesha kwamba kuna uwezo wa Kenya kudumisha amani katika mataifa mengine. Polisi hao wanaondoka Haiti huku hali ya usalama nchini humo ikiwa bado haijatengemaa. Hii itakuwa na madhara gani kwa nchi hiyo? Kulikuwa na picha ambazo tuliziona wiki iliyopita, raia wa kule Port-au-Prince wakisimamisha magari ambayo ilikuwa inasafirisha maafisa wa polisi wa Kenya kutoondoka katika mji huo, wakisema kwamba hali ya usalama haijarejea kwa kikamilifu katika nchi hiyo. Ila kwa sasa ni jukumu la Umoja wa Mataifa kuangazia ni njia vipi kabisa ya kudumisha usalama nchini humo, kwanza kukabiliana na magenge yaliyopo hapo, na sidhani kama ingekuwa ni uwezo wa Kenya peke yake kumaliza swala hilo. Kwa hivyo ni jukumu la kidunia, ulimwengu mzima kuingilia kati na wala sio taifa moja. Naam, shukran sana Leila Mohamed, mwandishi mwandamizi huyo wa BBC akizungumza na mwenzangu David Nkia. Wiki hii katika makala ya waridi wa BBC tunaangazia swala la dhulma za kijinsia ndani ya ndoa. Asha Juma amekutana na Rozana Kathure alisimulia simulizi yake kupitia unyanyasaji na mateso katika ndoa yake hadi kufikia kupoteza jicho lake na kupata ulemavu katika mkono. Kama ningejua naolewa na huyu mtu na nikata hii jicho namna hiyo na mkono kama hii nyenye nilikuwa sina mkono wa kujitafutia, singeolewa. Niliambiwa nakupenda. Na niliambiwa nakupenda na mimi nikasema nakupenda. Uchinga ikakuwa uchinga wapi? Hapo. Sasa ndio unaona niko na maalama, niko na machinda. Sasa siwezi kaenda kibarua hata kwa mtu. Mkono ilikuwa mikono miwili ya kulima. Miguu nilikuwa nabeba hata mgongo nikabeba hata mizigo. Sasa siwezi. Bwana kuja kukukatakata. Ilikuwaje?
Kwenda kliniki kupeleka mtoto kundungwa sindano, alikuwa anafikia atakuya masaa. Kunaona vile watu wanakuanga wengi. Kliniki wa mama wanakuanga wengi na watoto. Kwenda vile nilienda kliniki huko nikaenda nikakuta hakuna watu wengi. Ni mtoto akandungwa sindano. Nikarudi kitu saa 6 hivi. Saa 7 hivi nikakuwa napika nyumbani. Nikamkuta akona kachana ka form 4 kwa kitanda yangu. Si lazima mtu aongee ukweli. Hapo ndio vita ilitokea hii ya kukatakata hii. Kamuuliza kwa nini nalala kwa kitanda yangu na niko na katoto kandogo. Akaondoka Simira, wakaondokanga Simira wote. Mchana akaondoka katoka kaenda, tukabaki na mzee. Akaondoka akaketi hapo. Mimi naye nikaweka mtoto chini simweki kwa kitanda, kamweka chini. Siwezi kalalisha mtoto kwa kitanda. Nyumba kitanda inalala na mtu mwingine hapana. Okay, nikaanza kuweka kwanza nje. Taenda kwetu, ulinitoa shule, angalini. Maneno mengi, ile natoa sauti. Alisimama kwa mlango hapa kaniambia, wewe unasema ile siku utaenda. Kuliko utoka hapo ende kwenu, takuharibu chura. Unasenda olewa na mwanamume mwingine. Akasimama kaniambia, akaondoka pole pole. Mimi naketi na mtoto. Bwanangu Saida alikuja, alifungua mlango. Kufungua mlango mimi nikaondoa mkono juu. Sikusikia yeye akifungua. Saida nilisikia ni kunifungulia kwa mlangeti ndio niondoe mkono juu. Kasikia baridi kwa sababu nasikia na mtoto ako chini ya mkono. Nikaondoa Saida ananifungua hivi nikaondoa mkono juu nikafunga tochi. Kwa sababu tochi inanimulika, nikafunga tochi nikauliza swali. Ni nani nifungua kwa mlangeti na aniambie nifungue mlango? Akauliza mchinga, unauliza swali? Si ni mimi. Nilikwambia nitakuwa najua tuende pamoja. Kusikia ni yeye. Nikaanza alikatia panga kutoka hapa mpaka hapa. Hata ukipiwa hivi huwezi kuangalia hivi. Lipinduka hivi. Kupinduka hivi alikatia hapa. Akitaka kukata 2 ice ndizo ngapi? Panga ikaingia mpaka hapa. Si unaona panga inaingia kweli? Kupinduka hivi kulalisha hapo chini, alikatia hapa akitaka kukata watu kwa shingo. Ilichukua muda gani majirani kuja kufika? Majirani kuja, ile ndio nilipiga. Mzee na alikimbia mbio mbio. Safari yako ya uponyaji ilianzaje? Kupona kimwili hadi kihisia? Uponyaji wangu ni Yesu alisimama na mimi na akaniponyesha. Pile nilitolewa hata kwa watu walikuwa wakishangaa. Huyu mama alikatakata namna hii kweli atakuwa mtu tena? Na mkitafakari hayo msikilizaji, Aprili ni mwezi wa uelewa wa usonji, lengo likiwa ni kuongeza uelewa, kupunguza unyanyapaa na kutoa elimu kuhusu hali hii inayoathiri uwezo wa mawasiliano na mahusiano ya kijamii kuanzia utotoni. Kwa mujibu wa takwimu za shirika la afya duniani WHO, usonji huathiri takriban mtoto mmoja kati ya 100 ulimwenguni kote. Sasa kuangazia hili zaidi, mwenzangu Halima Nyanza amezungumza na mzazi mwenye mtoto mwenye usonji Hilda Nkabe aliyeko Dar es Salaam, Tanzania. Pamoja naye ni Dr. Mwidimi Ndosi aliyeko Uingereza ambaye anaanza kwa kueleza uelewa wa jamii juu ya usonji. Mara nyingi jamii inakuwa haielewi, mara nyingine wazazi wenyewe pia hawaelewi kwamba kitu gani kimetokea. Na wanapokuja kukutana na daktari kwa mfano na kuelezwa kwamba mtoto ana usonji, mara nyingi wazazi kama wazazi wengine wote tu anapata taharuki, anakuwa na wasiwasi, ni kitu gani hiki? Kwa kweli jamii nyingi mpaka sasa hivi bado hazijaelewa sana kuhusu usonji. Wazazi wenyewe kama wazazi wenyewe hawaelewi vizuri na jamii inayowazunguka pia hawaelewi, kwa hiyo kunakuwa ni mkanganyiko mkubwa. Cha muhimu ni kujua kwamba usonji ni hali ya kibiolojia ya ubongo hasa. Kwa kweli sio lazima kwamba ni ugonjwa, sio haiambukizi. Kujua kwamba ni mtoto ambaye ubongo wake uko tofauti, uelewa wake ni tofauti, jinsi anavyojifunza ni tofauti. Hata watoto wenye usonji wote hawafanani. Kuna watoto ambao wana tofauti kubwa sana na kuna wengine wana tofauti kidogo, lakini mara nyingi wanakuwa hawafanani. Watoto wawili wenye usonji huwa hawafanani kabisa. Hilda, kwa ufupi tu tueleze safari ya ulezi ya mtoto wako ambaye ana changamoto ya usonji. Mimi kijana wangu Lukiza mwisho wa mwezi wa 6 atafikisha miaka 20. Alipata diagnosis yake akiwa na miaka 2.5 hivi. Kwa hiyo naweza nikasema takriban miaka 17 nalea huyu kijana mwenye usonji. Naweza nikasema kwa kweli ni safari ngumu. Kwa sasa hivi unaweza ukasema nilipofika hapa, yani nimekubali hali tunaishi sasa hivi, yani tuko kwenye kuongeza thamani ya maisha na vitu kama hivyo. Lakini huko nilikotoka baada ya kupata diagnosis ya Lukiza akiwa na miaka 2, safari ilikuwa ni ngumu sana 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 sana. Pamoja na kwamba kipindi hicho nilikuwa nina access ya kila kitu ninachoweza kusema kwamba Lukiza alikuwa anahitaji, kwa maana ya kwamba sehemu ya kumpeleka kama shule, lakini kupata ugunduzi mapema katika umri wa miaka 2.5, ingawa hiyo ilikuwa ni mwaka 2008, miaka 18 tuseme iliyopita. Lakini pamoja na hayo yote, safari bado ilikuwa
ilikuwa ngumu. Kwa hiyo naweza nikasema na huwa tu nafikiria kwa yule mama wa kawaida kabisa kule kijijini mwenye mtoto mwenye usonji, yeye itakuwaje, pamoja na kwamba hata ukiwa mtoto anapata mahitaji yake yote jinsi inavyotakikana, bado safari ni ngumu. Unadhani ni mambo gani ambapo bado jamii inafanya kimakosa kuhusu kundi hili la watu wenye usonji? Mimi naweza kusema hili tatizo kwanza ni kubwa kuliko watu wengi wanavyofikiria. Jamii yote pamoja na sekta husika za serikali ni kama vile bado hatujaipa hii hali kipaumbele na umuhimu inavyotakikana. Kwa maana gani? Tunaona jinsi takwimu zinavyoenda zinaongezeka, kwa sababu hii sasa hivi kusema katika kila watoto 100 mtoto mmoja anaonyesha dalili za usonji, ni takwimu za sasa hivi. Jinsi tunavyoenda watoto watakuwa wanaongezeka, na tukisema watoto hawa ndio watakuwa vijana, watakuja kuwa watu wazima, ndio hapo tunataka tutoe viongozi wetu. Kosa tunaloweza kusema jamii inalifanya ni kutoipa hii hali umuhimu unaotakikana. Sisi bado tuko kwenye kupambania kuelimisha jamii, kupambania sijui mabadiliko ya sera, kuboreshwa kwa sera, sijui vitu gani, kupambania gharama ziweze kupunguzwa kwa wazazi. Bado tuko huko. Kwa hiyo bado hatujafika kwa kiwango kikubwa kwenye kumpa thamani ya maisha huyu mtu. Kwa hiyo wengi zile dalili zao za usonji, hawa watoto, vijana na watu wazima, ziko kwenye makali zaidi. Yaani unakuta zinaenda kwenye ulemavu. Wengi wa hawa watoto kwa nchini kwetu wanaenda kwenye ulemavu, kwa maana ya kwamba anakuwa amekwazwa kwenye sehemu kubwa ya maisha yake kiasi kwamba anaweza asiweze kujitegemea kwa 100% yeye mwenyewe. Nini kifanyike ili kuhakikisha tatizo hili linapewa kipaumbele, linapewa umuhimu? Kwa kweli inatakiwa kuwe na ushirikiano kati ya huduma za afya, huduma za elimu na huduma za jamii. Alafu upande wa elimu natakiwa hasa kuwe na elimu maalum kwa ajili ya watu, kwa kweli, kwa sababu wana njia yao kujifunza ni tofauti. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa wasiliane na daktari, pia wasiliane na mtu na ustawi wa jamii. Tusipokuwa makini tukaipa hii hali umuhimu wake, ina maana kaliba ya wananchi au ya jamii inaweza isiwe, kizungu tunasema yani the cream of the crop, inakuwa kama inapungua nchini. Kwa maana, kwa mfano, wazazi ambao utakuta labda baba na mama, inabidi mzazi mmoja aache kujishughulisha na shughuli za kiuchumi kumlea yule mtoto. Kwa hiyo unaweza ukaona hili ni tatizo tu la Hilda na familia yake, lakini si kweli. Mimi naweza kusema tatizo la nchi kwa kutokushughulika na hili tatizo kwa uharaka na kwa umuhimu, wakati bado labda halijawa kubwa sana. Huko mbele litakuwa kubwa kwa kiasi gani? Urusi imetangaza kwamba gwaride lake la kijeshi la kila mwaka huko Moscow litapunguzwa mwaka huu na kuwa na wanajeshi wachache na kutokuwa na vifaru au makombora. Hafla hiyo inafanyika kuadhimisha ushindi katika vita vya pili vya dunia, lakini katika miaka hivi karibuni limekuwa likitumika na Rais Vladimir Putin kuonyesha nguvu ya jeshi lake la sasa. Phyllis Mwatia anakuarifu zaidi. Hivi karibuni Ukraine imeongeza mashambulizi yake ndani kabisa ya Urusi. Zaidi ya miaka 4 tangu uvamizi kamili wa Urusi kuanza. Ukraine inasema inalenga malengo halali ya kijeshi, na kwa upande mwingine inaituhumu Urusi kwa kushambulia raia nchini Ukraine. Peskov aliwaambia waandishi wa habari Jumatano kwamba utawala wa Kiev, ambao unapoteza nafasi uwanjani kila siku, sasa umeanza shughuli za kigaidi kwa kiwango kikubwa. Yote yanahusu hali ya kiutendaji. Utawala wa Ukraine ambao unapoteza nafasi kwenye uwanja wa vita kila siku, sasa unajihusisha na shughuli za kigaidi kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo, kutokana na tishio hili la kigaidi, bila shaka hatua zote zinachukuliwa ili kupunguza hatari iliyopo. Rais wa Urusi Vladimir Putin alifufua desturi ya zamani ya Kisovieti ya kuonyesha vifaa na silaha nzito za kijeshi katika ukumbi wa Red Square mwaka 2008 ili kuonyesha kuongezeka kwa uwezo wa ulinzi wa Urusi. Mwaka jana zaidi ya viongozi 20 wa dunia walikuwa Moscow kwa maadhimisho makubwa ya miaka 80 tangu kushindwa kwa Wanazi mwaka 1945, ambayo yalijumuisha maonyesho ya silaha za kisasa, ikiwa ni pamoja na mizinga na ndege zisizo na rubani. Katika taarifa yake mwishoni mwa Jumanne, Wizara ya Ulinzi ya Urusi ilisema kwamba gwaride la mwaka huu litajumuisha wawakilishi kutoka matawi yote ya jeshi la Urusi pamoja na maonyesho ya ndege angani yenye rangi mbalimbali.
Hata hivyo, ilieleza wazi kuwa makadeti kutoka shule za kijeshi Suvorov, shule za baharini za Nakhimov na vikosi vya makadeti pamoja na safu ya vifaa vya kijeshi hawatashiriki katika gwaride la kijeshi la mwaka huu. Pia ilisema kwamba picha za wanajeshi wa Urusi wakitekeleza majukumu katika eneo la operesheni maalum ya kijeshi zitaonyeshwa kwenye televisheni ya taifa tu, ikimaanisha jinsi Urusi inavyoitaja rasmi uvamizi wake. Urusi imekuwa ikibadilisha muundo wa jadi wa gwaride katika miaka ya hivi karibuni, lakini hii ni mara ya kwanza tangu uvamizi wa Ukraine ambapo safu za magari ya kivita hazitapita katika ukumbi huo wa Red Square. Wakati huo huo, chanzo kutoka sekta ya mawasiliano kimeiambia BBC idhaa ya Urusi kwamba vizuizi vyenye nguvu zaidi kwa mawasiliano ya simu vitawekwa mjini Moscow tarehe 5, 7 na 9 mwezi wa Mei. Huduma za intaneti ya simu zilitatizwa sana katikati mwa Moscow mwezi wa Machi, jambo ambalo mamlaka inasema kwamba ilihusisha na sababu za kiusalama. Msikilizaji, muda umeturuhusu tukuletee hayo kwa leo, lakini matangazo mengine yataletwa kwenye Dira ya Dunia TV na Roncliffe Oditi tumeapo saa 3 kamili usiku wa leo. Shukran za dhati kwa kuwa nasi mwanzo hadi tamati ya matangazo haya, lakini pia shukran zimwendee Sarafina Robi, Sabela Mwagodi, Phyllis Mwate, Maxwell Onyango, Esther Wambano, mwenzangu David Nkia, mie ni Karo Robi. Msikilizaji, hadi hapo kesho panapo majaliwa, kwa heri.